Online TV inakuletea Ufunuo Unabii, maarifa ya Mungu na nabii wa ishara Tanzania. Karibu. Hello, karibu tena katika channel yetu ya nabii wa ishara Tanzania, mtabiri wa mambo ya taifa na mambo ya maisha ya watu. Na ikiwa uko ndani ya nchi unataka kuwasiliana nami moja kwa moja, ni namba 0715645150. And dear viewers, if you are watching this channel and you want to connect me direct, you may call from anywhere across the world, +255 715 645150. That is the number. You will talk to me direct as a prophet, and you will know what is going on around you. May God bless you. Wale ambao mnataka kufika ofisini, ni moja kwa moja kwa ofisi zetu za Dar es Salaam. Tuko maeneo ya Mbezi, maeneo ya Maramba Mawili, karibu kabisa na Makuti. Ukipiga namba hizo, basi ukifika maeneo ya Makuti ukapiga namba hizo, unaweza moja kwa moja ukafika ofisini kwetu. Lakini ni vizuri upige simu kabla hujakuja, kwa sababu ya kupata appointment. Kwa hiyo tuko maeneo ya Maramba Mawili karibu na Makuti. Lakini kwa wale walio mkoa wa Tanga, ofisi zangu ziko pale Tanga mjini kabisa, na bango letu liko katikati ya mji katika stendi ya daladala, na wengi wananipigia simu kupitia bango hilo. Na ofisi zipo maeneo ya Mwakizaro karibu kabisa na soko la Mgandini, na natarajia mwezi wa 12 nitakuwa huko. Amana kwamba mwezi huu wa 12, leo ninapoongea tayari ni mwezi wa 12. Kwa hiyo wakati wote msiojulikana mwezi wa 12, aidha mwanzo ama katikati ama mwishoni, nitakuwa niko Tanga. Kwa wale wanaotaka kuniona, ofisi zetu ziko Mwakizaro, na za nabii wa ishara Tanzania panaitwa Lango la Baraka. Na kwa huku Dar es Salaam, huduma ya Lango la Baraka, kituo chetu kinatumia jina la Jesus Miracle Assembly, Lango la Baraka, hapa Maramba Mawili. Mungu awabariki sana wale ambao mtakuwa mkiwasiliana nami moja kwa moja. Mmekuwa mkiniuliza mwezi wa 11 unabii, mmeshazoea kupata taarifa, lakini hongera kwa watu wa Kenya ambao mmenitaka kutoa unabii kabla ya mwaka 2027. Mtapata unabii huo mapema tu, kwa sababu yote yako wazi mbele ya Mungu wangu aliyenituma, kama nilivyotabiri Ruto miezi 4 kabla, kwamba ndiye atakayeshinda na kwamba itakuwepo msuguano wa kuweza kupelekana kwenye sheria, na ikawa hivyo. Ndivyo nitakavyowapa taarifa mapema, kama nilivyotabiri kwa habari ya Trump mwezi mmoja kabla ama miwili hivi. Nikasema kuanzia mwezi wa 11 rais wa Marekani atakuwa ni Trump. Kwenye TikTok ukienda kutafuta hiyo clip, Mungu akatenda hivyo. Ndivyo ambavyo nitakwenda kutabiri kwenu wa Kenya, kwa sababu mmeniomba, na video nimeituma hapo ya kupigiwa simu ya audio na kuombwa niseme, ili watu waache mkanganyiko. Maana yake manabii wako wengi, lakini waonaji ni wachache. Narudia, manabii wako wengi, waonaji ni wachache. Nami nimo miongoni mwa waonaji wachache sana hapa Afrika ama duniani. Miongoni mwa waonaji wachache ambao Afrika ama duniani wanaweza kusema mambo ya nchi yao yakawa hivyo, mambo ya dunia yakawa hivyo. Labda niwakumbushe tu, bara la Afrika 2020 kuja 2030, kama nilivyosema mwanzo, kwa habari ya 2020 kuja 30, liko majira ya mabadiliko ya viongozi, majira ya 3 kwa bara la Afrika, majira 3 kwa 5 kwa bara la Afrika. Kwa hiyo usisahau, hiyo ni majira ya chuma na udongo kwa majira ya shaba, ambayo huwa inahusu
viongozi kubadilishana ama viti kuita viongozi wapya. Usisahau hiyo. Kwa wale ambao upo mkoa wowote ama taifa, nchi yoyote, na unataka nabii wa ishara kuja, nimekuwa na masharti wengine wanaona ni magumu, lakini ni rahisi tu. Mnajiorganize watu kama 10, 20, 30 ama 50, mnakodi ukumbi, kisha mnanipigia simu kwamba mnataka nilete kongamano la ukombozi la kinabii uko kwenu, kokote kule Tanzania, mataifa ya nje. Afrika Kusini nimekwenda, Uganda nimeshakwenda sio mara moja, Kenya nimekwenda kwa sababu ya staili hiyo. Wale wanaohitaji niende kusema nao kwenye makongamano. Nimepata mwaliko mmoja Morogoro, sijajua kama utakuwa confirmed, lakini nimepata mwaliko wa kwenda kusimika viongozi katika kanisa moja kubwa sana pale Morogoro. Sijui kama watakamilisha mipango yao. Na masharti yangu sio makubwa, ni kujiorganize. Niambie mmejiorganize wangapi, mmechukua ukumbi, mmeweza kuchukua ukumbi na vyombo, asset ya muziki utakaotumika pale, na je, mnaweza kugharamia matangazo? Basi mimi naweza kuja kwa gharama ambazo hamtaweza kushindwa, ni ndogo sana, kwa sababu siwachaji nyinyi. Mimi riziki yangu nitaipata kwa kuwahudumia watu nikija huko. Kikubwa muwe mmeweka mazingira yote vizuri, iwe ni Kenya iwe ni Uganda. Gharama za kunileta na kuniweka mahali ni chache sana ambazo hamwezi kushindwa. Mambo mengine yote mimi nitaweza kutengeneza huko mwenyewe nikishakuja. Hapo ndio nitapata maji ya kunywa kwa familia yangu, kama Yesu alivyosema watakulisha huko. Basi nitafanya hivyo. So if you are outside the country, the outside of our country, maybe you are abroad, outside of Africa or wherever in Africa, and you want this man, Nabii wa Ishara Tanzania, to come to you, this is the details. If you want to call this man, you just call, put yourself together, try to make the combination of some people, maybe 2, 10, 20 or 50. Take the place where you want the prophetic service to take place. Pay for that place. Pay for everything. Pay for the hotel. Pay for everything that we are going to use as a resources to publish the meeting and everything. Then tell me that we want you, Nabii wa Ishara Tanzania, to come to our country. We want your service, and I will be there in time. May God bless you. The same number, +255 715 645150. Listen to the prophet of this month, December 2025. Sikia unabii wa 2025 Disemba. Nabii wa Ishara Tanzania, ninakuja na taarifa niliyoipata moja kwa moja kwa msaada wa Mungu. Ni hii: nchi iko majira ya chuma na udongo, majira ya shaba kwa chuma na udongo, majira 5, 3, 5. Na majira haya ndiyo yanayotokea. Majira ya chuma na udongo, majira ya shaba kwa chuma na udongo yamebeba kutakuwa na usaliti katika taifa la Tanzania, aidha ya makundi ama viongozi. Kuna tukio la ghafla la kusikitisha na kuhuzunisha, ama la kuhuzunisha, lakini kuna msuguano na mvutano kuhusu masuala ya kiutawala na uongozi. Kuna msiba wa ghafla ambao utalenga vyama vikubwa kikiwemo chama tawala, na mgogoro wa mvutano katika hivyo vyama ni hakika yanakwenda kutokea. Na kuna magombano katika hivyo vyama nilivyovitaja, vyama vikuu ikiwemo chama tawala. Kuna mvutano na mgogoro mkubwa. Chama cha CCM kinaonekana kitapoteza, na kuna tatizo maana yake, ikiwa ni msiba ama kupoteza kwa namna yoyote. Kunaonekana
kutikiswa kwa viti vya viongozi na kupotezwa ama kumpoteza kiongozi au mtu mwenye jina kubwa katika maeneo fulani Tanzania ama katika level fulani. Kunaonekana tu kuna nyota ambayo itazima, nyota itakayofifia, itakayofubaa mwezi huu. Maana yake kuna anguko la mtu mwenye jina katika taifa na katika taasisi mbalimbali. Mungu atupe kuomba kuokoa hayo yasitokee. Yaani hii sio ya CCM tu, iwe ni Chadema, omba. Iwe ni taasisi yoyote ambayo unajua ipo katika masuala ya chama tawala ama chama cha upinzani kikubwa, kunatokea hayo ambayo nimesema. Gombano, msiba unalenga hapo katika hivyo vyama na katika viongozi, pia katika taasisi hizo. Rais wa Kenya atapatwa na jambo la kuhuzunisha ambayo inafanana au pia ni msiba. Inaweza ikawa jambo la kumuumiza moyo ama msiba kabisa, litamuumiza moyo wake. Si jambo zuri bali la kumsikitisha. Mwezi wa 12 litamtokea na litakuwa katika mfumo wa vipi, la kumuumiza moyo na kuweza kumletea huzuni pia. Nifuatilieni Kenya mtaona, lakini pia kutakuwa huko Kenya kuna mambo ya usaliti, lakini pia msuguano vile vile na mgogoro wa kiuongozi pale Kenya. Pamoja na hiyo ya kupoteza kiongozi itagusa pia Kenya au mtu mwenye jina. Kiongozi ni mtu yoyote mwenye jina lenye kusikika kwenye jamii, anakwenda pia kuondoka pale. Aswa inamlenga rais kwamba ataguswa na mtu anayeondoka, anayepatwa na janga ambaye anamhusu yeye, si katika taifa aswa, lakini kumhusu yeye. Katika taifa ni mgogoro wa uongozi na msuguano huo upo. Taarifa za kimataifa zitasema hivi. Taarifa zitaonekana za kutikiswa kwa viti vya viongozi na viongozi kutolewa katika nafasi zao kwa njia ya vifo ama kutolewa yani kukataliwa, ama moja wapo ambayo litatokea. Ninaposema ama sio kwamba sina uhakika. Kwa wajinga fulani wachache ambao wanafikiri ama maana yake ni sina uhakika, kumbuka ninayoyasema ndio yanayotokea. Kwa hiyo hata kama nimesema ama mara 4, nitakachosema ndio kitakachotokea. Kwa hiyo usiwe mjinga ukisikia ama, ninamaanisha kama wataomba linapunguzwa nguvu, linakuwa halina nguvu. Usiwe mjinga. Nikisema msiba ama litakuwa ni jambo la kumuumiza mtu, maana yake ni pale watu wanapoomba nguvu inapungua, haliwezi kukosekana kutokea ila linapungua nguvu. Ndio msingi wa kusema watu wajipange kwa jambo baya la aina yoyote. Kwa hiyo tuna kiongozi anatoka kwenye madaraka mwezi wa 12. Kwa kuugua mtasikia pia, lakini kwa kifo mnaweza pia kusikia, ingawa akisomi kifo moja kwa moja. Inaonyesha tu kutolewa viongozi kwenye nafasi zao na kusikia taarifa za kiongozi kwenye hii dunia ama na mataifa mbalimbali ikiwemo Afrika na nchi za nje, akifa ama akiugua ama akitolewa kwenye madaraka. Taarifa hizo mwezi wa 12 mtaziona. Lakini kuna janga la moto ambalo litasikika mwezi wa 12 likiambatana na taarifa za baadhi ya maeneo, mvua yenye nguvu, heavy rain, mvua yenye nguvu. Hayo ndio mambo ambayo nimesema yatatokea. Sasa for international, let me translate in English. There will be the shaking of the shaking of the leadership. The leadership will be shaken in December 2025. Some will die, some of leaders and those who have names in their nation or their country, they are going to die. Some of them will be very serious sick, but they are leaders or big names in their country, and some of them will be removed in their position. That is what will happen international. This is the prophecy direct from Tanzania to Nabii wa Ishara Tanzania, meaning the prophet of the signs. Labda unaweza ukauliza kwa habari ya nchi
yetu ya Tanzania kwenye hali ya kisiasa na kijamii itakuwaje. Nabii wa ishara Tanzania, katika unabii huo niliotoa, Tanzania itakuwa katika majira hayo ya msuguano, majira ambayo ya seke la sintofahamu, lakini picha halisi itakayoonekana ni majira ya msuguano wa pande mbili za kijamii, hawa wakisuguana na hawa, na umo katika msuguano kutahusika na masuala ya uongozi. Na majira ya tano huwa siku zote yanaitwa majira ya haki. Yaani kunatokea kundi ama watu ama taasisi zinazosuguana kudai haki. Kunapotokea kudai haki, unaweza ukashangaa katika unabii niliotoa, mbona sijasema maandamano? Maandamano inategemeana na watu wa viongozi watatoa haki mapema ama watachelewa kuitoa hiyo haki. Ukweli ni kwamba wasipoweza kuitoa haki wanayodai wenyewe wananchi, maandamano sio tu mwezi wa 12, yana uwezo kutokea maandamano mengi zaidi ya haya yaliyopo. Narudia tena, kwa ajili ya viongozi na kwa ajili ya wananchi. Kama haki itangojewa idaiwe, kwa kawaida haki haidaiwi. Haki huwa inatolewa. Ukiona watu wanadai haki, maana yake viongozi wamekuwa wazembe katika kuiwahi kuitoa haki. Ukiona watu wanaidai haki, ujue viongozi ni wazembe waliopewa kuitoa haki, wamechelewa. Haki haidaiwi, haki inatolewa. Kwa hiyo usalama wa nchi ya Tanzania kwa sasa ni kuharakisha kutoa haki. Tabia yoyote ya kupeleka muda mrefu kulizungumzia jambo linaloleta utata itawakosti viongozi na italikosti taifa. Niseme tu kwamba mwezi wa 12 wenyewe haujatulia. Kwa kifupi, haujatulia, na nabii nyingine nimeshatoa kwamba maandamano yatakuwepo hayatakuwepo. Bila shaka mnachokisikia, kwa sababu taifa halijatulia, kikitokea msishangae. Msishangae, mjue kwamba ndio hali halisi ilivyo. Ila kuanzia Januari nitawapeni taarifa, taifa litaanza kuja pamoja. Kuanzia Januari kwenda mbele, taifa litaanza kuja pamoja, kwa sababu hapo kutakuwa na majira mengine kabisa, hayahusu tena mparaganyiko, yanahusu kukusanyana na kuwa pamoja. Kwa hiyo ni kama unabii wa mwaka unaokuja 2026, taifa la Tanzania litakuwa linakuja pamoja, linajiweka pamoja. Nadhani inaweza ikatosha kwamba kutatokea uharibifu. Jizuieni msifanye uharibifu. Lingine ambalo ninatahadharisha vijana wa Tanzania Gen Z, ole wenu mumsikilize mtu anayehamasisha maandamano kwa lugha zisizoeleweka, yani lugha mbili. Mara anawaambia muandamane tarehe hii, mara anawaambia tubadilishe tuandamane tarehe hii. Jihadharini. Kama kweli maandamano ni haki, na kama kweli maandamano hayo yanalenga kudai haki, kwanza hayatakuwa na vurugu na mashindano na mapambano. Kama yatakuwa yameruhusiwa maandamano, hayawezi yakawa ya vurugu. Kama yatakuwa yameruhusiwa, nazungumzia kwa sababu sheria ya nchi inaruhusu kuomba kufanya maandamano. Kwa hiyo maandamano yenu kama mnayadai na yakaruhusiwa kufanyika, katiba ikaruhusu, ikawa imeruhusu kwa njia yoyote ya katiba inavyoruhusu, marufuku kujihusisha. Nimeangalia baadhi ya taarifa, nimeona kuna watu wanapeana taarifa kabisa za kuharibu mifumo ya simu. Tafadhali msiwe wapumbavu vijana wa Tanzania kufanya uharibifu mkadhani mtapata haki. Kwa njia ya kufanya uharibifu hamtapata haki kabisa, kwa sababu sidhani kama nchi hii itakuwa na ujinga kiasi ambacho itamwacha mtu anafanya uharibifu alafu apate haki. Kama ni maandamano, lazima yawe maandamano ya amani, ya kudai haki, kwa maneno, kwa mdomo, kwa maandishi. Hata serikali yenyewe inajua, hata mheshimiwa waziri alizungumzia kwamba maandamano ni haki, video ipo, lakini sio ya vurugu. Na pia alizungumzia waziri mkuu kwamba huyu wa sasa, kwamba maandamano kuyazuia kwa kuwadhuru waandamanaji bila sababu za msingi itakosti. Labda niwaambie,
Kama nilivyosema mwanzo, nchi ipo kwenye mtego wa kimataifa. Wanangoja waone mnafanya nini ili waunganishe na data zetu chafu zilizopita, wathibitishe taifa liko namna gani. Hayo nimerudia tu, lakini nimeshasema. Viongozi wa nchi, dola yetu, mjadhari kuleta machafuko ndani ya nchi. Pia mjadhari kuingia kwenye mtego wa kuharibiwa uchumi wenu na mataifa mengine. Fanyeni yanayopaswa kufanya kwa usalama wa nchi yetu. Nabii wa Ishara Tanzania, kanisa la Tanzania, kazi yenu ni hii. Ombeeni nchi hii. Ombeeni wanaosimamia nchi sasa hivi. Waombeeni kwamba hekima itumike. Nikisema hekima itumike, maana yake wafanye yatakayosababisha nchi irudi kuwa na amani, irudi kuwa na utulivu. Maombi ni muhimu kwa nchi. Atakayedharau maombi anatafuta maangamizo na ataangamia, hata kama ni kiongozi mkubwa wa namna gani. Mtu anayedharau maombi lazima kufa, atakufa, na kuangamia ataangamia. Nataka niwaambie, dunia hii mkubwa kuliko wote ni Mungu peke yake. Hakuna mwingine mbabe kuliko Mungu. Tukae, tuheshimiane, tupendane, tupeane nafasi zinazostahili, na tupeane fursa kwa mustakabali wa maisha yetu sisi wa sasa na watoto na wajukuu zetu wa baadaye. Ukivuruga amani hii, wewe kiongozi, watoto wako na wajukuu hawatakuwa salama. Kumbuka una ndugu wengine hawatakaa salama. Wewe kijana, baba, ukiamua kwa makusudi kuivuruga amani, kumbuka hautakuwa salama wewe na wanaokuja. Mungu abariki. Tufanye chochote tunachoweza, tudai haki tunavyoweza kudai bila kuiharibu nchi baki kwa amani. Get to know what is going on. Mungu awabariki sana wale ambao tutapata nafasi ya kuongea nami. Nabii wa Ishara Tanzania, mbarikiwe sana kwa unabii wa mwezi wa 12 kwa Tanzania na mataifa. Mungu awabariki. Kwa heri.